Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Ama baada ya kumshukuru Allah na kumtakia nyingi za rehema Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mpenzi mtazamaji ambaye unaendelea kunifuatilia katika vipindi vyangu bwana, leo tunaendelea darasa letu, na kama kawaida huaga tunatoa faida ya kuitumia Qur'ani katika kumsaidia mwanadamu katika mambo yake. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala anatuambia kwamba Qur'ani ni ponyo kwa wale ambao wanaweza kuitumia, lakini pia ni rehema kwa wale ambao wanaweza kuitumia. Sasa Qur'ani tunaposema kwenda kuizungumza katika matumizi yake, tunaweza kuitumia Qur'ani katika mifumo ya herufi zake, tunaweza kuitumia Qur'ani katika mifumo ya maneno yake, tunaweza kutumia Qur'ani katika mifumo ya aya zake, lakini pia tunaweza kuitumia Qur'ani katika mifumo ya sura ama masafu kwa ujumla. Sasa leo nataka tuweze kuangalia miongoni katika sura zilizomo ndani ya Qur'an, lau kama zitatumika vizuri basi zinaweza kumsaidia mwanadamu katika maisha yake. Moja katika sura ambayo natamani niweze kuizungumza sura ya siku ya leo, nataka tuizungumzie suratul Quraish ama sura ya Quraish, ambayo tunasema ila fi Quraish ila fihim lahta shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha albayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nataka tumuombe Mwenyezi Mungu leo kwa kutumia darasa letu tuweze kuizungumzia suratul Quraish, faida yake na namna gani inaweza kumsaidia mwanadamu katika mambo yake. Na moja katika jambo ambalo siku ya leo natamani kuweza kulizungumza kwa kupitia aya hii na namna gani inaweza kumsaidia mwanadamu, nataka tuangalie suratul Quraish namna gani inavyoweza kuleta riziki katika nyumba ambayo imekosa riziki. Je, wewe katika nyumba yako imekuwa ni nyumba ambayo muda mwingi ni nyumba ambayo watu wake hawana riziki? Yani kwa maana unakuta kuna nyumba ziko za watu wanaishi, lakini nyumba zile imekuwa riziki yake imekuwa ni ya shida. Unakuta kila atakayehamia katika nyumba hiyo, hata kama alikuwa na maisha mazuri, basi lazima ataingia katika kifungo cha mali na kujikuta kwamba kushindwa kupata pesa ama riziki katika maisha yake. Kwa nini? Kuna baadhi ya majumba yamekuwa na mitihani mikubwa sana. Moja katika mitihani, kuna nyumba zimekuwa zimeondokewa baraka ya Mwenyezi Mungu, kiasi ambacho unakuta mtu anaweza akapanga nyumba fulani, alikuwa na uwezo wake, lakini baada ya kupanga hapo anajikuta anaanza kupitia matatizo ya kifedha, anaanza kupitia matatizo ya shida, kiasi ambacho hajui namna gani anaweza kupambana katika maisha yake. Inafikia mahala mtu anahangaika kujitibia kwa wataalamu, lakini bado kila anapohangaika hali inakuwa nafuu kwa muda fulani, baada ya muda hali inarudi pale pale. Kumbe shida nini? Nyumba anayokaa ni nyumba ambayo ndani yake kuna vifungo vya riziki. Kila atakayeingia hapo anajikuta nyumba ile imekuwa nzito katika masala ya riziki. Sasa ikiwa wewe pengine unakaa katika nyumba ambayo nyumba hiyo ina shida na riziki, ama wewe unakaa katika familia ambayo nyumba yenu imekuwa na mitihani, watu wake wote wamekuwa na dhiki kiasi ambacho hakuna wa kumsaidia mwenzake, basi nataka nikupe faida ya kutumia suratul Quraish kwenda kujisaidia katika nyumba ya namna hiyo. Kitu gani tunataka kufanya? Jitahidi sana, ikiwa wewe unakaa katika nyumba hiyo ama wakazi wa mji huo, basi jitahidi kila siku asubuhi baada ya alfajiri, kabla jua halijachomoza, basi jitahidi sana kuisoma suratul Quraish walau 21, ile ila fi Quraish ila fihim lahta shita'i wa sayf. Isome sura hiyo mpaka mwisho wake mala idadi 21. Na wallahi ikiwa nyumba hiyo, ikiwa mtafululiza kusoma suratul Quraish ndani ya nyumba ambayo ndani yake riziki imekuwa ni ya shida ama imekuwa na mitihani, wallahi Mwenyezi Mungu atajalia riziki itapatikana, na watu watakaopanga katika nyumba hiyo watafanikiwa na mambo yao yataenda, kwa sababu ya vifungo vya nyumba hiyo vinaweza kuondoshwa kwa kutumia suratul Quraish. Lakini pia tunaweza kutumia suratul Quraish kwa wale watu ambao vipato vyao vimekuwa hafifu, yaani wamekuwa na vipato vidogo. Mfano, unamkuta kuna mtu anapambana, anafanya kazi, lakini bahati mbaya riziki anayoipata inakuwa ni riziki ambayo haiwezi kumtosheleza katika maisha yake. Anajikuta ana mahitaji mengi, lakini riziki inayoingia ni chache kiasi ambacho hawezi kuyamaliza majambo yake aliyokuwa nayo kwa wakati. Mtu wa namna hii unawezaje kumsaidia? Mtu wa namna hii unaweza kumsaidia kwa kumsomea ama kwa kusoma sura hii ya suratul Quraish. Namna gani ambayo anaweza kujisaidia mtu wa namna hii, ambapo unaona riziki ni ya shida, unapambana kweli kweli, unafanya kazi, lakini kipato unachokipata akiendana na nguvu unayotumia, basi unaweza kupata riziki hiyo kwa kutumia suratul Quraish. Kitu gani kinachofanyika? Hebu tafuta pesa yoyote zile za coins, mfano chukua 200 ama 300 ama 400 ama 500, chukua zile coins zako
alafu kaa kitako. Ukisha kaa kitako, chukua maji kwenye ndoo. Ukishachukua maji kwenye ndoo, lifanye asubuhi zoezi hili, chukua zile coins ziingize ndani ya yale maji, alafu weka nia yako. Ukishimaliza kuweka nia, anza kusoma suratul Quraish mara 32 liilafi Quraish ilafihim rihlata shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha albayt, mpaka mwisho. Soma suratul Quraish, yasomea yale maji ambayo ndani yake umeweka zile coins. Nenda chukua maji haya, baada ya kumaliza kusoma, nenda kaoge maji haya, jimwagie kwa nia na maneno unayokusudia. Ukimaliza, vaa nguo zako, zile coins nenda katafute vijana wowote wale watoto wadogo unaona, kawa nunulie pipi kwa hela zile, ama wape pesa zile wakafanye wanavyovitaka. Wallahi, kwa kulifanya zoezi hili ukalirudie pengine siku 7 kila siku asubuhi, hiyo riziki yako kama ni ya shida, umeona kuna uzito, Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi na riziki yako itaanza kupatikana kwa wasaha mzuri na utapata unachokitaka. Nenda kafanya hili, utakuja kunishukuru na inshallah riziki yako itaanza kuongezeka kwa namna moja ama nyingine katika mikono yako. Lakini pia tunaweza kutumia suratul Quraish hii katika kufanya wewe upendwe na matajiri. Kuna watu wanatamani kupendwa na matajiri ama watu wenye uwezo, wanatamani kuaminiwa. Sasa unawezaje kuaminiwa? Hebu tumia suratul Quraish, unaweza kuwafanya matajiri wakupende, lakini pia sio kukupenda, pia wakuamini, kukupa vitu vyao. Watu wengi wakati fulani wanatamani kuwa na watu ambao wanaweza kuwapa pesa kama kuwapa misingi kwa ajili ya maisha yao, lakini wakati fulani wanashindwa kwa sababu hawaaminiki, na hata hao matajiri wenyewe hawatamani kuwa karibu na watu wa design hiyo. Inafikia mahali unakuta mtu anapambana, mambo yanakuwa mazito. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu ambavyo ameweza kuvikosa katika maisha yake. Sasa wewe ambaye pengine umepoteza kismati cha kupendwa na watu wenye uwezo, watu wenye utajiri, watu wenye pesa zao, basi unaweza kuwafanya watu hao wakakupenda kwa kutumia suratul Quraish. Unawezaje kufanya hili? Nenda kachukue, walau fanya zoezi hili kwa idhini Allah na Mungu atakufanyia wepesi. Jitahidi kila siku uwe unaamka alfajiri kama kawaida, kila siku alfajiri na usiku kabla hujalala. Hebu jitahidi uchukue maji, soma suratul Quraish, chukua maji katika chupa namna hiyo, alafu soma suratul Quraish yako walau 11, yasomea maji yale. Ukimaliza maji yale, walau upate chupa moja maji yale, jipake mwili mzima. Ukishamaliza jipake mwili mzima, mengine chukua kunywa. Fanya hivyo asubuhi, fanya hivyo jioni, fululiza jambo hili pia ndani ya siku 7, na kwa idhini Allah utaona matajiri watakutaka, watu wenye uwezo watakuamini, watakupa amana zao kwa ajili ya mambo yako. Utafanya mambo haya bila kuwa na wasiwasi wote. Lakini utumie nini? Tumia suratul Quraish na utaona mabadiliko yake na Mungu atakufanyia wepesi. Hebu nenda kafanya haya na inshallah Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi. Kwa haya sina ziada. Afwa minkum. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.